uwepo wa wawekezaji mkubwa, uwepo wa wawekezaji pia kwenye eneo letu ni fursa tosha kwenye wilaya yetu, na wilaya hii ina kila sekta, kwenye kilimo, kwenye uwekezaji, kwenye biashara za mpaka, zote ziko katika eneo hili. Kwa nitumie pia fursa hii kushukuru kwa halmashauri yetu kwa namna ambavyo imeendelea kuwagusa wananchi kwa kupitia mikopo ya 10% na zaidi ya bilioni 9.3 ambazo zimeshatolewa kwa wananchi wetu katika makundi yale matatu ya vijana, wanawake na makundi maalum. Na hayo yote ni maelekezo ya Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan kuhakikisha kwamba tunasimamia fedha zile za makusanyo katika mapato ya halmashauri na kurudisha kwa wananchi kwa lengo moja tu la kuwakuza kiuchumi, lakini kuwajengea uwezo yale makundi yote matatu na hatimaye tuweze kufaidi mema na mazuri ya nchi yetu. Hebu tumpigie makofi sana Daktari Samia Suluhu Hassan. Ndugu washiriki, kongamano hili kama ninavyojieleza ni kongamano la kuonyesha fursa mbalimbali tulizonazo katika wilaya yetu. Kila wilaya inakuwa na fursa zake mtambuka, lakini wilaya yetu hii kama niliweza kusema awali inazo fursa almost zote. Kwanza, hali ya hewa nzuri inaruhusu kilimo mara 2 kwa mwaka. Wananchi wetu wanajiengage kwenye kilimo, lakini pia uongezaji wa thamani wa mazao, lakini pia na biashara za mpaka. Kwa ni fursa mojawapo ambayo tunayo, ambayo Mwenyezi Mungu ametujalia kuwa na hali ya hewa nzuri na support kilimo, mazao yote Tarime yanapatikana. Kwa hiyo imebakia sisi vijana, wanawake, lakini wale ni makundi maalum kutambua fursa hizo, na hii ni moja ya kongamano ambalo linatupa nafasi ya kutambua tunao uchimbaji wa madini kwenye wilaya hii kwa kiasi kikubwa. Tuna migodi ya chini kwa maana migodi midogo, migodi ya kati na migodi mikubwa. Zote hizi ni fursa kwetu sisi vijana kuweza kuchangamkia. Lakini tunazo fursa za licha ya kilimo ya ufugaji. Tarime tunao mifugo ya kutosha, na nyama ya Tarime ni bora kuliko nyama ya maeneo mengine. Kwa hiyo bado tunaweza tukatumia fursa hii ya kufanya biashara ya mifugo, lakini na mazao yanayotokana na mifugo kwenye maeneo yetu. Lakini Tarime pia tuna fursa ya biashara. Mwenyezi Mungu ametupa mpaka, na hapa Tarime tuna mwingiliano mkubwa na wenzetu wa nchi jirani. Kwa vijana tusiye tukalalia kwenye fursa moja. Fursa tunazo nyingi ambazo naamini kila mmoja akizitambua na kuzifahamu atajihusisha kwenye uzalishaji na ukuzaji wa uchumi wa kwetu binafsi, mtu mmoja mmoja, halmashauri zetu, wilaya zetu, lakini na taifa kwa ujumla. Lakini Tarime hii tunao wawekezaji wengi ambao wanafanya shughuli za uwekezaji kwenye wilaya. Bado vijana tunayo nafasi ya kupata ajira. Kwa kinachotakiwa hapa ni kuwa na ujuzi mbalimbali ambao utatusaidia kuingia kwenye soko la ajira. Kwa hiyo niwaombe vijana tuendelee kuchangamkia fursa hizo ili tuhakikishe kwamba tunafikia uchumi ambao tunatarajia. Lakini pia zipo fursa ambazo hatujaziona kwa namna moja au nyingine. Tunao wajibu sisi vijana kuhakikisha kwamba tunatambua, tunafikiri nje ya box na kuzitafuta fursa. Haitapendeza sana mtu anatoka mkoa mwingine anakuja kujiingiza kwenye fursa hapa kati ya vijana hapa. Haitapendeza sana mtu anakuja kuongeza thamani ya mazao na kuongeza mnyororo wakati sisi tupo hatujaziona. Kwa hiyo niombe vijana tufungue jicho la tatu ili kufikiri nje ya box, tuweze kuchangamkia hizo fursa. Tarime hii nikikuta kijana analalamika kwamba hana kazi na mshahara, tunazo mpaka fursa za ufugaji wa samaki. Kipo kikundi kata Nyakoga, nilikwenda kutembelea ambacho wanafuga samaki, tena samaki wa kutosha na wanao mabwawa. Tarime Mwenyezi Mungu ametujalia kuwa na rasilimali za maji. Kuna siku nilikuwa nawaambia Tarime maji yanazunguka, ila hatujaweza kuzifikia fursa ambazo tunazo. Wale vijana tumewapa mkopo zaidi ya milioni 30 ili waweze kununua mashine za kuzalisha chakula cha samaki
lakini waweze kuongeza mnyororo hata uhifadhi wa samaki watakazozunguka. Lakini vijana wale waliweza kupata mashamba kupitia vijiji ambapo wanazalisha mazao kwa wenyewe, lakini wanasaga yale mazao kutengeneza chakula cha samaki. Kwa hiyo unaweza kuona mnyororo wa thamani ambao umeongeza. Sasa zipo fursa za namna hiyo nyingi kwenye wilaya yetu. Niwaombe vijana tuchangamkie fursa ambazo tunazo na tuache kulalamika kukaa vijiweni, wala tusiamini kwenye fursa moja kwamba nisipofanya kwenye fursa ya madini basi siwezi kutoka. Niombe kila kijana kupitia kongamano hili la vijana, licha ya fursa ambazo tunakuja kuwaonyesha, lakini tuzingatie afya zetu pia, ili tuwe wenye manufaa kwenye taifa letu, tuwe kama nguvu kazi kubwa ya taifa letu, tujiepushe na vitu ambavyo ni vya anasa au ambavyo vinaenda kuharibu afya yetu na afya ya akili. Tumekuwa na changamoto kubwa ya afya ya akili kwa vijana wetu, na hii inasababishwa mara nyingi na matumizi ya dawa kulevya. Nataka niwaambie vijana leo, ili wale ambao hawakuwa wajui lazima wajue, ni kinyume na sheria ya nchi matumizi ya madawa kulevya kama bangi, mirungi, na ukikamatwa chini ya kilo 100 adhabu yake ni miaka 30 jela. Manake nini? Tunaenda kupoteza nguvu kazi ambayo inaenda kukimbilia kwenye fursa tulizonazo, na ukipatikana na zaidi ya kilo 100 ni kifungo cha maisha. Kwa lazima vijana tutambue tunaye nyani mgongoni wetu, tujiepushe na matumizi ya dawa kulevya, tujiepushe na uzalishaji wa dawa za kulevya, tujiepushe na usafirishaji wa madawa ya kulevya. Hayana afya kwetu, tunaenda kuharibu afya ya akili kwa kutumia, kuzalisha, kusafirisha. Na kila mmoja akawe mlinzi wa taifa hili. Ulinzi wa nchi yetu unaanza kwa mmoja mmoja. Unapoona mwenzio anaenda kinyume na uzalendo wa nchi hii, uwe wa kwanza kumkemea kijana mwenzio. Unapoona kijana mwenzio anaingiza kwenye matumizi ya madawa ya kulevya, uwe wa kwanza kwenda kumshauri na kumrekebisha. Unapoona kijana mwenzio anafanya vitendo ambavyo vinaenda kuhatarisha afya yake, ngono zembe, matokeo yake unapata ukimwi. Na nataka niwaambie ukimwi bado, tujiepushe, kwa sababu nini? Ni tegemeo kubwa la nchi yetu. Ndugu washiriki, kwanza nitumie nafasi kushukuru sana kama kuja kuzindua kongamano hili ambalo tutakuwa kwenye halmashauri yetu, kwa kunipa heshima kubwa hiyo, lakini pia niwashukuru sana wale wawezeshaji ambao wametoka nje ya Ulaya, lakini katika taasisi mbalimbali kwa ajili ya kuongoza kongamano hili. Niombe katika kipindi hiki chote cha kongamano, ninyi vijana, ninyi ndio walengwa. Hawa wawezeshaji wanajua wanahitaji na ninyi mjue. Tuhudhurie kwa wingi, tuwe makini wakati wa kongamano, ili yale tulioletewa mawasilisho, nimeona kuna mada zaidi ya 4 hapa, ziende zikatoe tija kwenu ninyi katika maisha ya kawaida katika jamii yetu ya Tarime, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Baada ya kusema hayo machache, nitamke kwamba kongamano hili la fursa kwa vijana kwa halmashauri ya Tarime DC nimefungua rasmi. Asanteni sana.